Bwana, nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondozi za kiburudani kutoka hapa. Kutokana na maboresho katika kituo cha utangazaji cha Wasafi Media, tumeona watangazaji katika kituo cha Wasafi FM, baadhi yao wakipewa thanks na kwenda kuanzisha maisha mengine katika vituo vingine vya utangazaji, radio pamoja na television. Wakati huo huo pia watangazaji wengine wapya wakihusishwa kuingizwa au kusajiliwa katika kituo hicho, na tetesi ambazo zimekuja hivi karibuni ni pamoja na watangazaji wawili wakihusishwa kuwa ni usajili mpya katika kituo cha Wasafi Media, akiwemo mtangazaji ambaye ataungana na watangazaji wenzake katika kipindi cha Sports Arena na Sports Court ya Wasafi FM, Hans Raphael akitokea radio ya Crown FM, na mtangazaji mwingine ambaye atakuwa katika vipindi vya burudani ya muziki na entertainment, ambaye tetesi za usajili wake katika kituo hiko cha radio cha Wasafi FM kimeendelea kuzua gumzo mitandaoni. Mtangazaji huyo akitokea katika kituo cha utangazaji cha East Africa Radio na East Africa TV, Richie Msafi, aliyekuwa mtangazaji katika kipindi cha Planet Bongo cha East Africa Radio na Friday Night Live katika kipindi cha East African Television. Anatajwa kuwa wakati wowote anaweza akatangazwa na kituo cha utangazaji cha Wasafi Media kupitia radio ya Wasafi FM na kwenda kuwa miongoni mwa watangazaji wa vipindi vya burudani, akiwemo Real Omi na watangazaji wengine ambao wanakuwa katika kipindi cha The Switch. Uthibitisho wa tetesi hizi za mtangazaji huyo Richie Msafi kuingia katika media ya Wasafi FM ni pale ambapo mtangazaji huyo Richie Msafi kutoka katika radio ya East African Radio kuondoa neno mwajiliwa wa East African Radio katika bio yake ya Instagram account, ikionyesha tayari makubaliano ya pande zote mbili yameshaingiwa miongoni mwa kituo cha radio cha East African Radio pamoja na Richie Msafi, na tayari maandalizi ya kuhamia katika kituo cha Wasafi Media yameanza. Mtangazaji Richie Msafi ni Gen Z, nikiwa na maana kwamba ni bado ana umri mdogo ambao unamwezesha kufanya kazi katika vituo mbalimbali kulingana na kipaji ambacho amejaliwa nacho. Anaenda kula shafu katika kituo cha Wasafi huku akiacha kipindi chake cha Planet Bongo kutoka katika East African Radio kikishikwa na baadhi ya watangazaji ambao wamewaacha pale, akiwemo mwanadada February, na kupitia East Africa Television katika kipindi chake cha Friday Night Live akimwacha Billy Sepenga, akiendelea kutafuta partner ambaye ataendelea kuwa naye katika kipindi hicho ambacho kinaruka kila siku ya Ijumaa majira ya saa 3 usiku. Richie Msafi anaungana na watangazaji wengine ambao tayari walishaondoka katika radio hiyo ya East African Radio kwenye kipindi cha Planet Bongo, akiwemo Dula Planet na Resa. Richie Msafi aka Maji ya Meloana sio mtangazaji wa kubeza kabisa na ana CV kubwa, na hivi karibuni alikuwa award winner katika tuzo za Zikomo Awards zilizofanyika mwaka 2025, ambapo ametajwa kushinda kwenye kipengele cha mtangazaji bora wa kiume Afrika Mashariki. Licha ya tetesi pamoja na uvumi ambao unaendelea kuenea katika mitandao ya kijamii ikimhusisha Richie Msafi kwenda Wasafi FM pamoja na Wasafi TV katika kituo cha Wasafi Media, bado yeye mwenyewe hajafunguka juu ya ukweli ambao unazungumziwa yeye kwenda Wasafi na kuachana na kituo chake cha East African Radio na East African TV. Bwana Msafi usafini kama title ya jina lake lilivyo, na tayari anaingia kwenye kutafuta challenge mpya nje ya East African Radio. Japokuwa kila mtu anatoa comment yake kuhusiana na swala la Richie Msafi kwenda Wasafi FM, kwa upande wangu mimi comment yangu unaona sio dhambi mtu kubadilisha mazingira ya kazi. Sijajua na wewe ambaye unafuatilia video hii una comment gani kuhusiana na swala la Msafi kwenda Wasafi FM pamoja na Wasafi TV. Unaweza kadondosha comment yako chini katika video hii ili tujue una maoni gani. Bwana, hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya burudani kama haya. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye kwa habari nyingine nyingi.